Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Septemba 4 siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Ellen G. White, ujumbe wa zingatiwa. Ukurasa wa 17 hadi 27 katika Matendo ya Mitume sehemu ya pili. Juma lililopita tulisoma kifungu kilichonukuliwa hapo juu katika Matendo ya Mitume. Inafaa kukisoma tena wakati huu. Zingatia zaidi sehemu zinazorejezea waraka mkali wa Paulo, hisia zake alipouandika na furaha yake alipopokea habari njema juu ya toba ya kweli ya wale aliowaandikia. Kisha tafakari juu ya hili linalotuambia kuhusu uhalisi wa huduma ya Paulo na ni masomo gani tunaweza kutumia kwa kazi yetu kwa ajili ya Kristo. Tunapaswa kufunulia ulimwengu ulioanguka na ulimwengu ambao haukuanguka kwamba kuna msamaha kwa Mungu, kwamba kupitia upendo wa Mungu tupate kupatanishwa na Mungu. Mtu anatubu, anakuwa na majuto moyoni, anamwamini Kristo kama dhabihu yake ya upatanisho na kutambua kwamba Mungu amepatanishwa naye. Ellen G. White, Special Testimonies on Education, ukurasa wa 223. Kama kanisa tumepokea nuru kubwa. Nuru hii Bwana ametukabidhi kwa ajili ya faida na baraka za ulimwengu. Tumepewa huduma ya upatanisho. Kwa uwezo utokao juu, tunapaswa kuwasihi wanadamu wapatanishwe na Mungu. Ellen G. White, Leta 32, mwaka wa 1903. Baada ya kupatanishwa na Mungu, watu lazima watafute utakatifu. Akitoa maoni juu ya Wakorintho wa pili sura ile ya 7 ya kwanza, Ellen G. White anadokeza kile ambacho Paulo alimaanisha kwa kutimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Wakorintho wa pili sura ile ya 7 ya kwanza, anasema Paulo alitafuta kuwasaidia waongofu wapya kujitegemea, Wakristo wanaoendelea kukua, wasioyumba katika imani, wenye juhudi katika ari, wakiitoa mioyo yao kikamilifu kwa Mungu na kufanya kazi wakiuendeleza mbele ufalme wake. Ellen G. White, Matendo ya Mitume sehemu ya pili, ukurasa wa 174. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Paulo anarejelea miili yetu kama vyombo vya udongo iliyo na hazina ya Injili. Wakorintho wa pili sura ya 4 aya 7. Ni kwa namna gani ukweli kwamba hali ya mwanadamu ni ya unyonge, dhaifu na yenye kujawa na mapungufu inaweza kukuza badala ya kudhoofisha utangazaji wa Injili? Swali la pili. Inamaanisha nini kuwa kiumbe kipya? Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17. Hili linaathiri vipi maisha yetu ya kila siku? Kristo amekufanyaje kuwa kiumbe kipya? Swali la tatu. Katika Wakorintho wa pili sura ya 6 aya 4 na ya 5, Paulo anatoa orodha ndefu ya taabu kwa ajili ya Injili. Aliitikiaje mateso yake? Tazama Wakorintho wa pili sura ile ya 6 aya ya 6 na ya 7. Hili linakusaidiaje kuitikia mateso yako? Swali la 4. Paulo anatofautisha huzuni iliyo kwa jinsi ya kimungu na huzuni ya dunia. Wakorintho wa pili sura ile ya 7 ya 10. Ni kwa namna gani huzuni inaweza kuhusiana na toba?
Unawezaje kueleza huzuni iliyo kwa jinsi ya kiungu kinyume na huzuni ya dunia? Leo ni Septemba 4, siku ya Ijumaa, tukijifunza zaidi. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya somo la 10, somo lililosema huduma ya kweli ya Kikristo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema na mapumziko mema.